Amina. Nashukuru sana mtangazaji wanifuatilia kwa mitandao mbalimbali, Facebook, YouTube na TikTok. Mungu abariki sana. Naitwa Apostle Johnny Nengala. Kama alivyosema ndugu mtangazaji, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la Maranatha Christian Center, lakini pia ndiye mwangalizi wa jimbo la Mashariki na Pwani ambayo inachukua mikoa ya Dar es Salaam, Zanzibar, inaenda mpaka Zanzibar mpaka Morogoro. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwamba pia ni mwandishi wa vitabu. Nimeandika vitabu vingi ambavyo vichache ninavyo hapa naweza nikavionyesha, na kile cha uongozi. Pia ni mwandishi wa Hongera kwa Kuokoka, ni kitabu kizuri nimekiandika, lakini fahamu Samia moja moja kwa nini tunaomba na jinsi ya kufanikiwa katika uongozi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, kongamano kwa kweli lilifana. Watu wote waliona. Tunamshukuru Mungu kwamba watumishi wa Mungu waliokuja mahali hapa, watu wa Mungu walisikia neno la Mungu, walijifunza kwa jinsi ya kuwa mwanafunzi bora, wajifunze jinsi ya kumzalia Bwana matunda, kama ambavyo kongamano letu linabeba ujumbe huo. Lakini pia tuliona nguvu za Mungu zikitembea kwa jinsi ya tofauti. Tuliona wagonjwa wakipona, kuna mama alikuwa amekuja hizo kutembea vizuri, Mungu akamsaidia. Lakini tumeona watu wakiokoka, watu wakifunga kwenye nguvu za giza. Kwa kweli yale tunatarajia kweli yalifanyika tena kwa kiwango kikubwa zaidi ya jinsi ambavyo sisi tulitegemea. Kwa kweli Mungu alionekana na watu wa Mungu waliguswa, na naamini kabisa kwamba hata kwenye kongamano lilokuja itakuwa ni zaidi ya jinsi ambavyo tulikuwa tunategemea. Mungu alisema kwamba anatupa zaidi ya yale tunayoomba na zaidi ya yale ambayo tunayategemea. Kwa kweli niseme kwanza ni heshima kubwa kwa mimi kuweza kuandaa tukio kubwa na kuweza kuwa mwenyeji wa mtumishi wa Mungu Reverend Dr. Anton Turkson kutoka pale Marekani. Nimemfahamu kupitia marafiki zangu na watoto wangu wa kiroho ambao wako kule Marekani, na ni mtu ambaye ni muhimu sana kwenye kanisa kwa sababu yeye anafundisha vyuo vya Biblia na pia ana chuo cha Biblia kule Marekani. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba ni mtu ambaye akija kwenye nchi yetu ataweza kuleta impact kubwa sana, na naamini kabisa kwa wale wakazi wa Dar es Salaam, especially washirika wa Maranatha na wale ambao wanatuzunguka, itakuwa ni ibada maalum ambayo ni siku moja tu, ambao ibada yenyewe itaanza saa 2 kamili mpaka saa 4:30, na mtumishi wa Mungu ndiye atakayefundisha, na kama nilivyosema, kumfunua Kristo kwa kanisa na kwa ulimwengu. Maana yake tunahitaji sana walimu kuliko wahubiri, walimu ambao watatufunulia, watatufundisha. Kwa nategemea kwenye semina hii au siku moja ambayo tunaita ibada maalum italeta matokeo makubwa sana, watu wa Mungu watajifunza. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha wote wanaotufuatilia kwa njia ya mitandao kwamba kama upo Dar es Salaam unaweza ukaja, hata kama uko mikoani ukatamani kuja, tunakukaribisha. Kwa sababu juzi nilikuwa Morogoro, kuna wachungaji ambao wamesema watatoka kutoka Morogoro, kutoka Iringa, wanakuja kwenye kongamano hilo. Kwa hiyo niwakaribishe wakazi wa Dar es Salaam. Kama upo Dar es Salaam, watu wanatoka Iringa, watu wanatoka sehemu mbalimbali, naamini kabisa watu wa Mungu watahudumiwa kwa jinsi ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo tunategemea mambo makubwa kutoka kwa Mungu na kutoka kwa mtumishi wake. Mungu ametupa neema, na kama nasema maandalizi haya ni Mungu mwenyewe anaandaa, kwa sababu kuandaa kongamano kama hili inahitaji fedha, inahitaji vitu mbalimbali, lakini Mungu ametoa neema hiyo ya kuweza kutupa nafasi ya kuweza kuandaa kongamano hili. Na kama tumesema hapo, ambapo tutaona pia sio tu kwa ajili ya kuwahudumia Jumapili, lakini tutakuwa na semina ya watumishi wa Mungu ambayo itafanyika siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili mpaka ile saa 8 na mchana, na ambayo ni tarehe 20 mwezi wa 10. Na watumishi wa Mungu tunawaalika kutoka sehemu mbalimbali. Naamini pia tuliahidi pia kwenye semina hiyo tutatoa vitabu, na mimi viko vinakuwa printed, ambapo tutawapa watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuweza kufundishia Sunday school. Mimi ni mwalimu pia wa chuo cha Biblia. Ninaamini sana juu ya kuwafundisha watu. Najua injili ina miguu miwili. Mguu wa kwanza ni kwenda kuhubiri, na mguu wa pili ni kufundisha. Na mengi tunakuta watu wengi wanashindwa kuwa na ile kumfunua Kristo kwa kanisa, kwa ulimwengu. Yaani manake mafundisho ndiyo yatakayojenga
kanisa imara. Leo hii tunaona kwamba kuna mambo mengi yanaendelea ambao kama mwandishi unafahamu, ambavyo ni watu wameweka sana kwenye tuseme hisia zaidi, lakini tunataka siku kuwarudisha watu katika ile misingi ya. Kwa hiyo naamini kama ni mchungaji unanisikiliza, ni muhimu sana kuja kwenye kongamano hili. Na nimepata ndugu mwandishi tayari kutupia mitandao ya kijamii juzi kwa mchungaji mmoja anambia na kutaleta wachungaji 10 waje kusikia, kujifunza. Kwa nini? Kwa sababu sasa inaelekea Tanzania imeanza kurudi sasa kwenye misingi na kutaka kujifunza. Anasema every potential leader is a potential reader, kwamba kila kiongozi ambaye ni muhimu ni msomaji mzuri. Kwa hiyo naamini sana kwamba wachungaji watakuja hiyo siku ya tarehe 20 Jumatatu, lakini siku ya Jumapili pia watu wote tunakaribisha kwenye ibada maalum ambayo mtumishi wa Mungu kutoka pale Marekani atakwenda kuhudumia. Na hiyo siku ya Jumapili, Jumatatu tutakuwa pia na chakula kwa watumishi wa Mungu. Wanakuja kuanzia ile saa 3 unajua mpaka saa 8 lazima watu waweze kula na kupata viburudisho kidogo. Sio kula neno la Mungu tu, bali hata mambo ya kimwili. Kubwa tukiazimia, tumeandika theme yetu kumfunua Kristo kwa kanisa na kwa ulimwengu. Yeye kama dokta wa neno la Mungu na kama mkufunzi wa neno la Mungu, tunategemea kwamba especially kwa ile siku ya Jumatatu watumishi wa Mungu, kwa sababu unapomfundisha kiongozi maana yake umeshafundisha na washirika wake. Kwa hiyo mimi ningetoa wito kwamba watu wanapokuja kama hao ambao tia wana chuo cha kule Marekani na wanafundisha vya Biblia, ni hazina kubwa kwetu sisi katika kanisa. Najua zamani watu walikuwa na tamani labda watu wanatoka labda Marekani, kutoka Korea, watupe misaada labda ya kifedha ya nini, lakini naona kikubwa zaidi sio misaada ya kifedha, kikubwa zaidi ni kupata knowledge kwenye ufahamu wetu. Na kiongozi akishaelimishwa akafahamu, basi ataleta athari kwa watu wengine. Kwa hiyo tunategemea kwamba kwenye semina hii, na nimeona mwitikio ni mkubwa, italeta mabadiliko makubwa sana kwetu sisi na kuweza kumfunua Kristo kwa watu. Sababu watu wengine hamjui hata Kristo ni nani. Sasa hapa utajifunza kutoka kwa mwalimu. Kwa hiyo wewe ambaye ni mchungaji au mwinjilisti au mtume, na kukaribisha sana kwenye semina hiyo siku ya tarehe 20 mwezi wa 10, ni siku chache kutoka leo. Lakini pia Jumapili pia wewe ambao unaweza kuja kwenye ibada kuanzia saa 2, tunakukaribisha kanisa la Maranatha. Labda unaweza kuuliza tunapatikana wapi? Tuko Kimara King'ongo. Ukitoka popote pale ambapo unapotoka, kwa wale wanaotoka Kimara mwisho, unapanda tu, kuna magari hapo pale au bajaji, unashuka Mkwajuni. Ukiuliza kanisa ya Maranatha, mtaa wa Maranatha, kanisa linafahamika. Wanaotokea Goba, wana njia 4 pale, kuna bajaji na zenyewe, unashuka Mkwajuni pale. Ukiulizia kanisa ya Maranatha, mtaa Maranatha kwa Post John Ngala, unafika. Wanaotokea Temboni, si tu katikati, wanaweza wakapita Temboni wanafika kanisa ya Maranatha. Ukiuliza tu kanisa mtaa Maranatha, tulipewa kabisa na mtaa. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote siku ya Jumapili tarehe 19 saa 2 asubuhi mpaka saa 4:30. Lakini watumishi wote, hata wazee wa kanisa, wainjilisti, mitume, manabii, maskofu, hata madaktari wengine ambao wa neno la Mungu, tunawakaribisha na itakuwa nzuri sana. Mungu akubariki.